Mnamo tarehe 11 Novemba 2025, Musa Azan Zungu alichaguliwa kuwa spika wa 9 wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kabla yake yeye kulikuwa na maspika wengine 8 waliopita. Wa kwanza alikuwa Adam Sapi Mkwawa. Huyu alikuwa spika wa kwanza wa bunge la Tanganyika Huru, naye alikuwa mtoto wa mtawala wa kabila la Hehe. Aliweza kuongoza kuanzia mwaka 1962 mpaka 1973. Wa pili ni Erasto Mang'enya. Huyu ndiye spika aliyekaa kwa kipindi kifupi zaidi katika bunge la Jamhuri wa Muungano. Huyu bwana alikaa kwa muda wa miaka miwili kuanzia 1973 mpaka 1975. Na tutawafahamisha kwamba ni kitu gani hasa kilimfanya au sababu zipi zilizopelekea yeye kukaa muda mfupi kupita wengine maspika wengine wa bunge la Tanzania. Tuendelee. Lakini alikuwepo watatu pia. Huyu ni Pius Msekwa. Ni spika aliyewekwa rekodi ya kuhudumia kwa muda mrefu zaidi katika kiti hicho tangu mwaka 1994 mpaka 2005. Naam, Pius Msekwa anakumbukwa kwa mengi aliyofanya, lakini pia vile vile baada ya hapo akaja Samuel Sitta bana. Huyo ni wangapi? Huyu ni spika wa 4 katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye aliongoza kutoka 2005 mpaka pale 2010 akiwa na kauli maarufu ya kuwa bunge lenye kasi, viwango na nguvu mpya. Lakini pia akaja spika wa kwanza wa kike. Wangapi huyo? Wa kwanza wa kike, lakini alikuwa watano katika maspika ambao wamepita, na huyu alikuwa Anna Makinda. Yeye bwana alikuwa mwanamke wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wa 6 pia alikuwa Job Yustino Ndugai. Huyu ni hayati marehemu Job Ndugai, ambapo anasifika kwa utendaji wake mzuri wa kazi, lakini pia vile vile kifo chake kiliwasikitisha watu wengi wa Tanzania wengi, na si mara kabla ya kufariki aliongea maneno mazito ya kuwataka radhi wa Tanzania, na Watanzania wakasema tumemsamehe kama kuna jambo lolote alilokosea. So tunamkumbuka kwa mengi sana mazuri. Na katika hili bwana huyu aliongoza kwa muda wa miaka 7 kutoka 2015 mpaka pale 2022, ambapo ndipo alipojiuzulu. Lakini 2022 baada ya kujiuzulu alitokea spika mwingine wa kike. Huyu ni Tulia Ackson ambaye yeye anakamilisha namba 7 katika wale maspika ambao wamepita. Lakini spika wa 8 baada ya nani? Tulia Ackson ambaye alikuwa ni spika wa kike wa pili kuongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alifanya vizuri sana na hivi karibuni katika mchakato wa uchaguzi ama kuchaguliwa spika mpya, yeye alijiondoa mapema sana. Ndio. Lakini pia vile vile baada yeye kukaja spika wa 8 ambaye alikuwa ni Musa Azan Zungu. Orodha hii ya maspika yeye bwana aliweza kushinda kwa kura 378 za wabunge ambao wengi wao walimchagua na walifurahia kuchaguliwa kwake kwa kipindi hiki. Ni moja kati ya ushindi mzito usiokuwa na upinzani mkubwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hiki, kwa sababu wale spika waliokuwa wakishindana naye wengi walipata kura 2 na wengine hawakupata kura, maana hata wenyewe hawakujipigia kura, walimpigia Musa Azan Zungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba pengine anakubalika sana kuliko wao wenyewe pia waliokuwa katika kinyang'anyiro hicho. So hao ni orodha. Hii ni orodha ya maspika 9 katika bunge la Tanzania tangu kuanzisha kwake mwaka 1961 ambapo ndio uhuru wa Tanganyika, na baada ya hapo mwaka 1964 palipokuwa na muungano wa Tanzania ndipo bunge likawa linajumuisha watu wabunge kutoka visiwani na wabunge kutoka bara. Lakini pia vile vile kikubwa zaidi ambacho tunakitazamia katika bunge hili la 13 ni kuendelea kudumisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini bila kusahau pia amani ni moja kati ya vitu ambavyo ni muhimu sana katika muungano huu kati ya Tanganyika na Zanzibar. Tuambie maoni yako hapo chini katika maspika ambao tumekutajia
wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mambo gani mema ambayo hauwezi kuyasahau na unayakumbuka katika hao maspika wote waliopita, kina Job Ndugai, Anna Makinda, Samuel Sita na wengineo? Na pia bila kusita unaweza kucomment hapo chini na kutuambia ni yupi kati ya hawa maspika 9 alikuwa kivutio chako na kipi ulijifunza kupitia yeye. Mimi naitwa Mswahilina wa Aiwa TV. Tukutane tena wakati mwingine. Na mimi nilikuwa Dua Said Suleiman wa Aiwa TV.